Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kubwa sana kuwakaribishia kwenye kipindi cha siku ya leo, kipindi cha mafundisho ya Roho Mtakatifu, na ningependa niombe kabla sijaanza, nikiwa na imani ya kwamba somo ya siku ya leo itakuwa ya msaada kwako sana. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kunipa mafunuo ili nikapate kufundisha watu hawa. Na kuomba katika jina la Yesu Kristo, ninapoenda kufundisha ukazidi kunizidishia mafunuo, lakini pia ukazungumze na watu hawa. Asante Baba Mungu wa mbinguni, kwa maana utazungumza na watu hawa kwa njia ambao wataelewa. Fungua masikio yao wakaelewe, lakini pia akili zao. Asante kwa maana Bwana umeifanya mambo kama hayo. Tumie kama chombo ili kufikisha ujumbe wako. Katika jina la Yesu naomba hata na kuamini. Amen. Basi siku ya leo ningependa nifundishe somo ambayo inasema mahali pa siri na jamii za siri. Kama ingekuwa ni kwa lugha ya Kiingereza tungesema secret place and secret societies. Lakini nataka nifundishe kwa Kiswahili kwa sababu ndio lugha ambayo Mungu amenibarikia sana kufundisha kwa hiyo lugha. Sasa watu wengi wanajua kwamba kuna jamii ya siri upande wa shetani. Jamii za siri kama Freemason, Illuminati, Skull and Bone, hizo zote wanazijua. Lakini hawajui kwamba katika ufalme wa mbinguni ama upande wa Mungu kuna secret society ambao Mungu amejitengenezea ili kwamba ipate kukabiliana na hao wengine wa upande wa mashetani. Watu wengi hawajui jambo kama hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona Wakristo wengi ama watu wengi ambao hawajaelewa kitu kama hicho, wakikutana na mtu aliye katika falme za giza ama aliye katika jamii za siri, wanamuona akiwa na uwezo mkubwa, wanamuona akiwa amefanikiwa, wakiwa wajui kwamba wao wenyewe wanaweza kuingia mahali pa siri, wakawa katika secret society ya Mungu na wakawa pia wamefanikiwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ningependa tuungane pamoja ndio nieleze hiyo topic, maana nina imani ya kwamba itafungua watu wengi macho, hasa wa Kristo, na wataelewa nafasi zao na wataanza kuingia kwenye nafasi zao katika utendakazi. Jambo la kwanza, mtu anapookoka anaanza na kuwa mtoto katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo pale ambapo viti vya watoto wanakaanga, yule mtu atakaa pale. Ndio maana Yesu siku moja amekujiwa na watoto, lakini mitume wake wakaamua kuwafukuza wale watoto. Yesu akasema, msiwatendee mabaya mmojawapo wa watoto wadogo hawa, kwa maana malaika zao mbinguni wanaapia mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika ufalme wa mbinguni, baada ya kuwa mtu amezaliwa upya, baada ya kuwa mtu ameokoka, yule mtu anakuanga ni mtoto katika ufalme wa mbinguni. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yohana mlango wa 1 na mstari wa 12, maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ukishampokea Yesu unakuwa wewe ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna umuhimu wa kwa nini nimeanzia kwa mtoto. Nimeanzia kwa mtoto, kwa mtu ameokoka jana, ndio nikuje nikuonyeshe unafaa ufanye nini ndio uingie katika jamii ya siri, ukomae, ukue. Wewe sio mtoto katika ufalme wa Mungu tena, lakini ukue, unaweza ukashiriki ama ukawa mrithi pamoja na Kristo, ukaanza kurithi vitu vya mbinguni. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 na mstari wa 1, maandiko yasema hivi: mwana mrithi akiwa angali mtoto
ana tofauti na mtumwa, ingawaje ni bwana wa vyote. Yaani mtoto akiwa mdogo akuangi ako na tofauti hata kidogo na mtumwa ama na mfanyikazi aliyeajiriwa na baba yake, ingawaje ndiye atakuja kurithi vyote. Lakini akiwa mdogo huyu mtoto, kwa sababu ana akili ya kutosha, kwa sababu ni mtoto mdogo, atakaa kama mtumwa tu, kama mtu wa kawaida. Lakini akisha komaa anaanza kurithi vitu vya baba yake, maana maandiko yasema ya kwamba mtu mwema huachia urithi kwa wana wanaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 33, maandiko yasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Maandiko yasema msijisumbue kwa ajili ya kesho, kwa maana kesho itajisumbukia yenyewe. Watu wengi ambao ni watoto, kile wamekifanya, wametafuta ufalme wa mbinguni, ina maana wameokoka, lakini hapa kwa haki zilizomo katika ufalme wa mbinguni bado hajafikia hiyo level. Ndio maana mtoto akiwa mdogo, mtoto ambaye umemzaa akiwa mdogo, yule mtoto ni wako, ina maana umemrithi, lakini ajui haki zake ni gani. Ajui haki zake akiwa katika nchi ya Kenya ama katika ile nchi amezaliwa, ajui haki zake ni gani. Anafuata zile sheria ambazo babake na mamake wanampea kwa sababu ni mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile kinamfanya akuwe hivyo ni kwa sababu amekuwa mtoto lakini ajui haki zake. Maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Wanaotafuta haki katika ufalme wa Mungu ni wale waliokomaa, wakajua kwamba kama raia wa mbinguni, kama raia wa Kenya, nafaa nifanye hiki, nafaa nisifanye hivi. Ndio maana mtoto akiwa mdogo anaweza asistakiwe akikosea, akiwa anatembea bila nguo asionekane makosa, lakini huyo mtu mkubwa akitembea barabarani akiwa hana nguo ni kosa. Elewa, lakini kwa sababu ameanza kujua haki yake ni gani. Kwa hivyo mtu akiwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, yule mtu hakuangi na uwezo wa kurithi vitu vya mbinguni, anakuanga ni mtoto wa kawaida. Na kile ambacho kinatokea ni kwamba anakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, anakaa mahali ambapo Yesu yuko. Yule Yesu amemuokoa, anakaa pale. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 22, maandiko yanasema ya kwamba Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siri za ufalme wa mbinguni huwa hazifunuliwa watoto, lakini huwa zinafunuliwa wale ambao wamekomaa katika ufalme wa mbinguni. Ndio maana ukisoma maandiko yako vizuri kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango 22 na mstari wa 14, maandiko yanasema ya kwamba walioalikwa ni wengi, lakini waliochanguliwa ni wachache. Unaweza kuwa umealikwa katika ufalme wa mbinguni lakini ukakosa kuteuliwa ama kuchanguliwa kufanya majukumu fulani kwa sababu hauna uelewa wa kutosha. Wewe ni mtoto wa kiroho katika ufalme wa mbinguni. Sasa katika ufalme wa shetani kuko hivyo hivyo, kwamba mtu baada ya kuwa ama akiwa hajaokoka anakuanga ni mwana wa shetani. Naomba nirudie tena, mtu akiwa hajaokoka anakuanga ni mwana wa ibilisi, mwana wa shetani. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 10, maandiko yanasema wana wa ibilisi ni dhahiri. Kumbe shetani ako na wanawake, ako na watoto wake. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 34, maandiko yanasema ya kwamba enyi kizazi cha nyoka. Yesu amekutana na watu akawaita kizazi cha nyoka, maana najua kuna watu wamezaliwa na shetani. Kuna watu ambao ni malaika wa shetani ambao wamevaa mavazi ya wanadamu na wakaja hapa duniani. Kwa hivyo upande wa shetani, kama haujaokoka unakuanga uko upande wa shetani, obvious. Elewa, lakini ndio maana pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 8, maandiko yasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa maana ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo, na kwa kusudi ili mwana wa Mungu adhihirishwe ili kuziharibu kazi za ibilisi. Anayetenda dhambi, obvious, yule mtu anakuanga ni wa ibilisi, anakuanga ni mwana wa ibilisi.
Sijui kama naelewa.